Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa ligi kuu soka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League, mchezo wa mzunguko wa 27 ambao unasubiriwa na wadau wengi wa soka nchini Tanzania na nje ya Tanzania, ni mtanange ambao utakwenda kuchezwa katika uwanja wa Tanzanite uliopo mkoani Manyara, ambapo klabu ya soka ya Fountain Gate watakuwa wenyeji wakiwaalika mabingwa watetezi wa kombe la ligi kuu ya NBC. Hapa tukienda kuongelea klabu ya soka ya Yanga Sports Club, ambapo mchezo huu umepangwa kuchezwa tarehe 21 mwezi Aprili mwaka 2025 majira ya saa 10 jioni katika uwanja wa Tanzanite Kwara, ambapo katika mchezo huu tunaona klabu ya soka Yanga Sports Club wapo katika nafasi ya kwanza, yani ndio vinara wa ligi kuu ya NBC, ambapo Young Africans wanakwenda kukutana na Fountain Gate ambao wao wanakamata nafasi ya 10 katika msimamo wa ligi kuu ya NBC. Bwana, kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Yanga Sports Club, unaamini kikosi cha timu ya soka ya Yanga kitakwenda kuibuka na ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Fountain Gate? Like video yetu, alafu tuende kwenye comment section, katuambie wewe unaiona klabu ya soka Yanga ikienda kuibuka na ushindi wa goli ngapi dhidi ya Fountain Gate. Fahamu kuelekea katika mchezo huu tunaona klabu ya soka Yanga ndio vinara kama tulivyokujuza hapo awali, ambapo Young Africans wamecheza michezo 25. Katika michezo 25 wameshinda mechi 22, sare mchezo mmoja na kupoteza michezo miwili. Young Africans wamefunga mabao 64 na wao kuruhusu mabao 10 wakiwa na alama 67 kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini Young Africans wakwenda kukutana na Fountain Gate ambao wao wapo katika nafasi ya 10 wakiwa wamecheza mechi 26, wameshinda michezo 8, sare michezo 5, wamepoteza michezo 13 wakiwa wamefunga mabao 29 na wao kuruhusu mabao 47 wakiwa na alama 29 katika nafasi ya 10 ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini michezo 10 ya mwisho Young Africans kukutana na kikosi cha timu ya soka ya Fountain Gate, basi fahamu kwa upande mwingine Young Africans wameshinda michezo 8 huku sare ikiwa ni michezo miwili. Kiufupi, Fountain Gate hawajawahi kupata ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club ama timu ya wananchi. Kwa hiyo wanakwenda kucheza mechi ya duru la salama, huku Young Africans wakiamini wanakwenda kuibuka na ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Fountain Gate kutokea Manyara katika uwanja wa Tanzanite uliopo pale Kwara katika mkoa wa Manyara. Sasa kuelekea katika mchezo wa Yanga Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Fountain Gate kupitia kocha mkuu wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club ndugu Milodi Amdi ameweza kukitangaza kikosi chake cha kwanza ambacho kinatarajia kushuka dimbani kwenda kupepetuana na kikosi cha timu ya soka ya Fountain Gate. Kwa upande wa mfumo ambao kocha huyu atakwenda kuutumia ni 4-2-3-1, miongoni mwa mfumo ambao kocha huyu anapenda sana kuutumia. Golikipa ambaye atakwenda kusimama katika milingoti mitatu ni Djigui Diarra, screen protector, miongoni mwa magolikipa bora kabisa kuwahi kutokea katika ligi kuu Tanzania bara. Eneo la fullback namba 2, klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na Kibwana Shomari, huku fullback namba 3, klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na Shadraki Isaka Boka. Eneo la center back namba 4, klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na BBD, big brain defender, Dickson Job, huku center back namba 5, klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na Ibrahim Hamadi Baka. Eneo la kiungo namba 6, klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na Duke Abuya, miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vizuri sana katika kikosi cha Yanga Sports Club. Lakini eneo la winga namba 7, klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na mchezaji anayefahamika kwa jina la Max Nzegeli Mpia, huku eneo la kiungo namba 8, klabu ya soka Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na Mudathiri Yahya Abbas. Eneo la mshambuliaji namba 9 ambaye atakwenda kuongoza safu ya ushambuliaji ya klabu ya soka Yanga ni mwana wa mfalme Prince Dube, huku eneo la kiungo namba 10, klabu ya soka Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na Stefan Aziziki. Winga namba 11,
klabu ya soka Yanga Sports Club watarajia kuanza na mchezaji anayefahamika kwa jina la Clement Mzize. Hicho ndicho kikosi cha kwanza cha Young Africans dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Fountain Gate. Tuambie neno la comment kwa upande wako kikosi hiki. Je, unaiona Young Africans kienda kuibuka na ushindi wa magoli mangapi? Kuna wataalamu wa tiba za asili, lakini Sheikh Issa Sultan ndiyo kiboko yao. Kutana na Sheikh Issa Sultan kwa huduma zifuatazo: kusafisha nyota, matatizo ya uzazi, mvuto wa biashara, kuondoa nguvu za giza, kurejesha nguvu za kiume, kukomesha usaliti kwenye ndoa, kushinda bahati nasibu. Jinsi ya kuwasiliana na Sheikh Issa Sultan: unaweza kumpigia simu namba 0756465818 au 0680476277. Pia unaweza kumtafuta kupitia WhatsApp kwa namba hizo hizo. Mpigie muda wote Sheikh Issa Sultan ili utibiwe. Hakika Sheikh Issa Sultan ndiyo kiboko yao.